Polisi wa Dubai wametangaza kukamatwa kwa ombaomba 9 siku ya kwanza ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kukamatwa kwao ni sehemu ya kampeni inayoendelea ya kupambana na ombaomba iliyoanzishwa na polisi wa Dubai chini ya kauli mbiu jamii inayojitambua isiyo na ombaomba. Mpango huu unatekelezwa kwa kushirikiana na washirika mbalimbali wa kimkakati wakiwemo idara kuu ya uhamiaji na masuala ya kigeni, mamlaka ya barabara na usafiri, manispaa ya Dubai, idara ya masuala ya Kiislamu na shughuli za hisani pamoja na huduma ya Al-Aman. Lengo la kampeni hii ni kulinda heshima na taswira ya Dubai kwa kuzuia na kutokomeza ombaomba. Brigadier Al-Salem Al-Shams, mkurugenzi wa idara ya washukiwa na matukio ya uhalifu, alisema kuwa kampeni hii ni miongoni mwa mipango yenye mafanikio makubwa inayotekelezwa kwa ushirikiano na wadau mbalimbali. Alisisitiza kuwa hatua kali dhidi ya wanaokiuka sheria zimechangia kupungua kwa idadi ya ombaomba kila mwaka. Katika siku ya kwanza ya Ramadhani pekee, watu 9 wakiwemo wanaume 5 na wanawake 4 walikamatwa, alisema Al-Shams. Al-Shamsi alibainisha kuwa ombaomba mara nyingi hutumia huruma ya watu, hasa katika kipindi hiki cha Ramadhani, ili kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu. Aliwahimiza wananchi kwa uangalifu dhidi ya mbinu hizi ambazo zinaweza kujumuisha kutumia watoto, wazee au wenye ulemavu ili kuchochea huruma kwa umma. Kumekuwa na ripoti kadhaa za wanawake wanaoomba huku wakiandamana na watoto ili kupata msaada wa kifedha, aliongeza. Mpango huu unalenga kupambana na ombaomba kwa njia zote, kuzuia mbinu za kawaida zinazotumika katika maeneo ya ibada, mikusanyiko ya jamii na masoko, hadi mbinu za kisasa kama vile ombaomba wa mtandaoni au ulaghai unaojifanya kusaidia mashirika ya hisani ya kigeni. Al-Shamsi alieleza kuwa lengo kuu la kampeni hii ni kulinda heshima ya jamii na kuzuia ombaomba moja kwa moja au kwa njia ya kidigitali, lakini pia kwa wale wanaohitaji msaada wa kifedha au huduma kama vile futari kwa wafungaji, kuna mashirika rasmi ya kutoa msaada, alisema. Al-Shamsi aliwasihi wakazi wa Dubai kutojihusisha na ombaomba kwa huruma na badala yake kuripoti matukio yoyote ya ombaomba mara moja. Naitwa Nesmo Sangalali na hii ni Global TV. Shoga yangu we, mambo yamejipa. Wewe endelea na ubishi wako hapa. Serikali ya awamu ya 6 kupitia REA imeshatoa ruzuku ya kulipia asilimia kubwa ya mitungi hiyo. Sisi tunachangia kidogo tu. Wewe unadhani ningepata mimi mtungi kwa pesa ile? Haya, ona mambo. Hilo. Lishawaka. Limewaka ndio, unacheza na Desi. Basi nipeleke na mimi nikachukue shoga yangu. Alikuwa akiishi mitaa ya Kariakoo kuanzia mwaka 1999 hadi 2003. Kwa taarifa zaidi kuhusu tukio hilo, endelea kufuatilia Global TV. Tangazo hili limeletwa kwenu na wakala wa nishati vijijini REA.